Karibu sana kwenye mastori ya 7 na leo bwana nimekuletea moja kati ya story ambayo inafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Na of course hii sio story tu, ni wimbo ambao umepokelewa vizuri kwa baadhi ya mashabiki na wadau mbalimbali wa burudani katika mitandao ya kijamii. Wimbo huu unaitwa Papa Otey. Papa Otey ni moja kati ya wimbo ambao umepokelewa vizuri hivi sasa, lakini watu wengi wanautumia wimbo huu lakini wenda hawafahamu historia ya wimbo huu, the way ulikotoka mpaka hivi sasa, umetokea wapi wimbo huu, historia yake ni nini. Na of course lugha ambayo imetumika katika wimbo huu ni lugha ya Kifaransa. Kifaransa ni lugha ambayo imetumika katika wimbo huu. Sasa nini ambacho nimetarget kukuelezea siku ya leo ni kwamba Papa Otey ni moja kati ya wimbo ambao umeimbwa na msanii anaitwa Stromae, msanii ambaye anatokea nchini Ubelgiji na ametumia Kifaransa katika wimbo huo. Huyu jamaa ana asili ya Ufaransa lakini pia Rwanda, yani amechanganya. Baba yake alikuwa ni Mrwanda, mama yake ni Mfaransa, na baba yake alifariki mnamo mwaka 1994. Wahutu na Watusi walipigana vita ya kimakabila ambayo ilisababisha mauaji ya watu wengi sana. Sasa moja kati ya mtu ambaye alifariki katika mauaji yale ya Hutu and Tutsi ni pamoja na baba yake. Sasa wimbo huu wa Papa Otey uliandikwa mnamo mwaka 2012 na alipofika mwaka 2013 jamaa kaurekodi na kuuachia rasmi. Na wimbo huu target ni kwamba jamaa alikuwa amemisi au anatamani kuona malezi ya baba, kwa sababu tangu baba yake amefariki mwaka 1994 hakuwahi kupata malezi ya baba, na akawa anamuuliza mama yake, baba yangu yuko wapi? Sasa mara baada ya yeye kumuuliza mama yake, baba yangu yuko wapi, mama yake akamwambia baba yako alifariki katika vita za Hutu and Tutsi huko Rwanda. Sasa jamaa akaamua kuingia studio kuweza kuimba, kurepresent watoto ambao wanalelewa na single mothers, yani wale watoto ambao wanalelewa na mama pekee pasi kuwa na baba. Kwa hiyo jamaa alivyoingia studio akaandika wimbo huu wa Papa Otey, na hii maana yake ni kwamba baba uko wapi? Yani anamlilia baba yake ama anamtafuta baba yake, baba uko wapi? Ni kutokana na struggle za maisha ambayo amekutana nazo, kutokana na mambo mbalimbali ambayo amekutana nayo katika maisha yake, anaamua kutafuta support ya baba. Je, baba yangu uko wapi? Hauna mimi ambavyo ninaishi. Lakini ukifuatilia pia wimbo huu humu ndani, jamaa amezungumzia, anasema kwamba kuna baadhi ya verse anasema kwamba maisha, watu wengi wanajua namna gani ya kupata watoto lakini hawajui namna ya kulea watoto. Na mpaka hivi sasa ambapo tunazungumza, wimbo huu una watazamaji zaidi ya bilioni 1 na milioni 100 huko, na kwenye chati kwa sasa wimbo huu umefikisha chati ya 91 duniani. Yani katika nyimbo ambazo zinafuatiliwa duniani kwa sasa upo nambari 91. Ukiingia pale YouTube, nyimbo ambazo ziko charting yenye iko chati namba 91, na maana bado wimbo ambao unafanya vizuri. Na hii imetokana na nini? Ni kwamba jamaa uandishi wake ni uandishi ambao umegusa hisia za watu wengi sana, na hii ndio tunarudi pale pale kwamba muziki hauna lugha. Yani ukitumia lugha yoyote ile kuweza kupresent ujumbe wako kupitia muziki, basi wimbo wako utafika tu. Imagine wimbo umeandikwa mwaka 2013, yani ndio umeachiwa rasmi mwaka 2013, na hii ni 2026, na wimbo umeanza kutrend tena upya mnamo mwishoni mwa mwaka 2025 hadi 2026. Kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wanautumia wimbo huu. Watu wengi wanaufananisha wimbo huu huenda ni kama ni wimbo wa dini. Hapana, huu sio wimbo wa dini. Ni wimbo ambao jamaa aliandika kuhusiana na maisha ambayo yeye anaishi, anapitia. Jamaa aliandika wimbo huu kutokana na maisha ambayo yeye anapitia, na akawa anamuuliza baba yake yuko wapi, Papa Otey. Anaandika wimbo huu kwa hisia mara baada ya baba yake kufariki. Sasa kama wewe ni mtumiaji mzuri na mpenzi wa wimbo huu, bila shaka utakuwa unaufahamu na haukujua wenda ni nini hasa ambacho kimeimbwa humo ndani, lakini tu ile lugha, lakini pia mpangilio wa maneno, beat imekubamba na ukawa unautumia ukahisi labda ni wimbo wa dini, kwa sababu kuna watu wengine wanautumia wimbo huu then wanaweka emoji za kushukuru, Papa Otey, wanaweka emoji za kushukuru wakiamini kwamba wimbo huu unahusiana na dini.
Kwa ambao wanajua vizuri Kifaransa, basi watakuwa wanauelewa huu wimbo ni nini jamaa ambacho amekimaanisha. Lakini kwa ufupi tu nimekuletea hiyo hapo kwamba jamaa aliandika huu wimbo, target zaidi ni kumuulizia baba yake yuko wapi, kutokana na aina ya maisha ambayo amekulia. Amelelewa katika mazingira ya single mothers, yani mama mmoja pekee pasi kuwa na baba. Kwa ndo maana akaamua kuandika wimbo huu. Na hii ni kama funzo kwa wasanii wetu wa Tanzania, kwa sababu jamaa aliandika wimbo mnamo mwaka 2012 na akaja kuuachia mwaka 2013, na mpaka leo wimbo unafanya vizuri, na lugha ambayo imetumika humo ni Kifaransa, sio Kiswahili, sio Kiingereza, kusema kwamba ni global language, kila mtu anaweza kaelewa. Sasa msanii ambaye uko Tanzania unaweza kuandika wimbo kama huu, ama wimbo ambao una maana kama hii, na ukaendelea kuishi. Ina maana kwamba lugha sio kizuizi cha sisi kufika kimataifa, kwamba tunaweza tukatumia lugha yetu ya Kiswahili pekee na bado ngoma zetu zikawa hiti dunia nzima. Kiufupi tu ya historia ya wimbo wa Papa Otae wa msanii Stromae umeandikwa mnamo mwaka 2012, lakini pia mwaka 2013 ukatoka rasmi. Mpaka sasa una watazamaji zaidi ya bilioni 1 na milioni 100, na kwa sasa wamekuja na version tofauti tofauti. Yani kuna wimbo ule wa zamani, wimbo ni wa zamani mwaka 2013, ni muda kidogo, siku zimepita. Kwa hiyo sasa hivi amekuja na version mpya, new version, ndio hii ambayo imeboreshwa na inaendelea kutrend hivi sasa. Lakini ukiendelea kwenye original song ndio unakutana na hiyo song. Kiufupi tu ni wapongeze watu ambao wameupokea huu wimbo. Lakini pia kama wewe ulikuwa unaufuatilia ama unautumia wimbo huu pasi kujua ni wimbo ambao ulikuwa una maana gani, basi mimi nimekudadavulia hapo kwa undani kabisa, na sasa nadhani utakuwa unaweza kuelewa nini ambacho kinaendelea. Na nikuachie tu swali, je, ni wimbo gani wa Tanzania, yani kutoka Bongo, ambao umefanya vizuri miaka ya nyuma, unatamani uje kwa new version kwa hivi sasa, yani urudiwe na ufanye vizuri kama ambavyo unafanya wimbo huu wa Papa Otae? Niambie hapo kwenye comment, alafu tutaona kweli ni kazi kali ambayo unatamani pia iweze kufika kimataifa. Mimi naitwa Mikidadi Mtipori na hii hapa ni 7 Media, lakini pia pale nyuma pale yupo Yasini DJ, anahakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa katika masuala mazima ya picha na muonekano kama hivi. Bye bye.